Katika wasaa mwingine ni kukaribishe mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Mauzo ya silaha za Marekani Taiwan yaingia katika mgogoro. Mauzo ya silaha ya Marekani kwa Taiwan ambayo imechukua miaka kadhaa kujadiliwa na hayahusiani na vita dhidi ya Iran, kimeelezea chanzo chenye ufahamu wa suala hilo baada ya afisa mwandamizi wa Marekani kupendekeza kwamba biashara hiyo ilisitishwa kwa sababu ya haja ya kuhakikisha kuna silaha za kutosha kwa ajili ya mzozo huo. Taiwan inayoonekana na China kama eneo lake imekuwa ikisubiri Marekani idhinishe mauzo ya silaha yaliyoripoti yanaweza kuwa na thamani ya dola bilioni 14. Hata hivyo, mushkil umezuka baada ya mkutano kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa China Xi Jinping. Hali ya kutokuwa na uhakika ilitokea Taipei kuhusu kama shehena mpya silaha za Marekani kwa Taiwan itaidhinishwa. Baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutafuta njia nyingine ya kuweza kutafuta uhusiano wa kidiplomasia na Uchina. Rais wa Marekani Donald Trump alisafiri nchini China kwa ajili ya kutengeneza uhusiano ulioharibiwa, uhusiano ambao kimsingi ulitokana na masuala ya kibiashara na uwekezaji. Imeripotiwa kwamba Trump alionyesha bado hajaamua, jambo lililosababisha wasiwasi kuhusu mustakabali wa mpango huo. Afisa wa ikulu ya White House baadaye alisema rais wa Marekani Donald Trump atatoa uamuzi hivi karibuni, huku akibainisha kuwa kifurushi kingine chenye silaha chenye thamani ya dola bilioni 11 tayari kilidhinishwa mwezi Desemba mwaka uliopita. Mivutano ilizidi pale ambapo kaimu katibu wa jeshi la wanamaji la Marekani Hank Crow aliambia kamati ya Senate kwamba baadhi ya mauzo ya silaha Taiwan yamesitishwa. Alisema kusitishwa huko kunalenga kuhakikisha Marekani inabaki na akiba ya kutosha ya silaha kwa operesheni yake ya kijeshi inayojulikana kama Epic Fury, inayohusisha hatua za kijeshi za Marekani na Israel dhidi ya Iran. Hata hivyo, chanzo kinachofahamu suala hilo kilipinga maelezo hayo, kikisema mchakato wa mauzo ya silaha huchukua miaka na hususan na operesheni hiyo, na kwamba akiba ya kijeshi ya Marekani chini ya sheria ya mahusiano ya Taiwan ya mwaka 1979, Marekani ina wajibu wa kuipatia Taiwan uwezo wa kujilinda, na maafisa wanasisitiza kuwa sera ya Marekani kuhusu Taiwan haijabadilika. Msemaji wa ikulu ya White House pia alieleza kuwa Trump kihistoria ameunga mkono mauzo ya silaha kwa Taiwan, akiruhusu zaidi ya marais wote waliomtangulia katika muhula wake wa kwanza. Hata hivyo, licha ya sintofahamu ya sasa, Washington inasema ahadi zake za kimkakati za muda mrefu bado zipo. Wakati huo huo, Taiwan imesema haijapokea taarifa rasmi kuhusu kucheleweshwa kwa silaha kutoka nchini Marekani. Sambamba na hilo, inaendelea kuonya kuhusu ongezeko la shinikizo kutoka China, ikitaja shughuli za kijeshi karibu kila siku kuzunguka kisiwa hicho. Baraza la usalama la taifa la nchini Taiwan lilieleza hivi karibuni kuwa meli 100 za Kichina zimeonekana katika ukanda unaoitwa First Island Chain, likilaumu Beijing kwa kuvuruga utulivu wa eneo hilo. China haijajibu madai hayo, lakini imekuwa ikipinga mara kwa mara mauzo ya silaha za Marekani nchini Taiwan. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.